Karibu Buffalo, tunafurahi kuwa nawe hapa. Video hii itakusudiwa kukusaidia ujifunze jinsi ya kutumia basi ili uweze kutumia usafiri wa umma katika mji lako jipya. Tunaelezea jinsi ya kupanga njia, jinsi ya kupanda basi na jinsi ya kupanga safari ya kurudi. System ya basi mu Buffalo inaitwa NFTA ama the Niagara Frontier Transportation Authority. Kuna njia mbalimbali za basi, namba ya basi na kituo cha basi. Unaweza fika popote kupitia basi. Sasa, acha tupange safari pamoja. Kupanga safari yako, unahitaji kadi ya basi, ratiba ya basi, na address unahitaji kwenda. Kadi ya basi ni za kila siku, kila wiki ama mwezi. Unaweza lipa $2 unapofika kwa basi, lakini hupati change. Uko na kadi ya basi? Kama hauna, unaweza kuinunua kwa kituo cha basi ama kwa duka. Fuata maelekezo kwa kituo cha basi jinsi ya kununua kadi yako ya basi. Unapaswa kuinunua na kadi ya benki ama ya mkopo. Terminal ama kituo cha basi itatoa pasi ukishanunua. Unaweza leta pasi ya basi ya mwezi kwa terminal ama unaweza ongeza pesa kwa hiyo pasi kama inahitaji. Unaweza download programu ya NFTA kwa simu pia na kuongeza pesa kwa hiyo programu kwa kutumia kadi ya benki. Kuna scanner mu programu ambayo unaweza tumikisha kama pasi ya basi. Unaweza pata ratiba ya basi kwa website ya NFTA. Kwa mfano, unaweza bonyeza 20 kwa kuangalia ratiba ya basi 20 ya Air Mode. Bonyeza download ratiba na unaweza ona wakati basi itafika kwa kituo cha basi. Kuna wakati mbalimbali za wiki, likizo na siku za wiki. Hizi zinabadilika kila wakati. Jikaze kuangalia mara nyingi. Siku za wiki, mabasi na train zinatumikaka kikawaida. Na ratiba ni ya sawasawa kila siku. Lakini kwa weekend na holiday, train zinatumika kidogo. Ni ya lazima kuangalia Google Maps ama website ya NFTA wakati unapanga kusafiri mu weekend ama holiday ama likizo. Hapo pembeni kuna taarifa yenye inaweza saidia na hapo chini kuna mapu ya barabara ya basi unafuata. Unaweza weka address ya mahali unaenda kwa programu ya mapu kama Google Maps kwa kupanga njia. Kutumia programu kama Google ni kwepesi. Acha tuangalie njia tunataka chukua. Tutasafiri kutoka Department ya Social Service kwa 158 Pearl Street mpaka kituo cha afya cha jamii cha Jericho kwa 124 Barton Street. Bonyeza kwa search here ama tafuta hapa, box hapo juu ya screen na uandike address 124 Barton Street ama kituo cha afya cha jamii ya Jericho kwa simu yako. Wakati umeandika address ya mahali unaenda, bonyeza kwa mahali ya blue hapo chini inayosema direction ama maelekezo. Napenda kutumikisha button ya from your location ama kwenye unatokea juu ya kuhakikisha kama mahali iko kweli ama inafaa. Lakini kama unapangia njia kwa wakati ingine, unaweza tumikisha address tofauti. Leo, tumetaka tusafiri kutokea Department ya Social Service. Hivyo,
tutaweza andika iyo kwa nafasi ya address ambayo ni 158 Pearl Street. Wakati umeandika address, unaweza chagua namna ya kusafiri. Kwa mahudumu yetu, tutachagua kutumia basi. Bonyeza kwa icon ya basi na Google Maps itakupatia option nyingi za njia ama itakupatia manjia nyingi. Hapo juu kwa map inasema leave ama toka na wakati inafuata. Ukibonyeza hii button ama button, unaweza badilisha siku na wakati utatoka. Kama una plan kusafiri siku ingine, unaweza fanya mbele ya wakati. Ukishuka chini kwa simu yako, unaweza chagua njia ama barabara inayofaa. Mara nyingi kuna njia mingi zinaweza kupeleka sehemu moja na inaonyesha muda itakuchukua kwa basi. Mabasi zina namba na gisi huko unatumia basi mbalimbali na ndo gisi utajua barabara inaenda wapi. Kuna njia zinahitaji kuchukua zaidi ya basi moja. Chagua njia inafaa yenye ni ya mzuri zaidi kwako. Mara nyingi ile njia ni ya kwanza hapo juu ni mzuri sana zaidi. Kwa safari yetu, tutachagua chaguo ya hapo juu, tutachukua namba 3 ya basi ya Grant Street. Ukiangalia kwa karibu juu ya map, utaona mahali kwa kuanzia safari. Point ama dot zinamaanisha pa kutembea na mguu na mustari inamaanisha njia ya basi. Ukiangalia kwa mapu, utaona point ama point za blue zinamaanisha mahali ya kutembea na mguu. Juu ufike kwenye basi iko. Point nyeusi ni wewe sasa unahitaji kufuatilia hiyo njia mpaka kwa kituo cha basi. Tuna watu wawili watapanda basi leo, Lima na Nayara. Na wanasaidia watu wapya gisi ya kuchukua basi. Leo watatuonyesha gisi ya kuchukua basi. Wakati unafika kwa kituo cha basi, hapo panakuwa sign na jina ya barabara, Grant Street na namba 3. Hakikisha kama njia ya Google Maps na namba inapatana na sinye. Hakikisha kama uko kwa ngambo ya barabara ambayo inafaa. Kama hauko sure ama sure, unaweza uliza dereva mbele ya kuingia kwa basi. Inaomba unangoja basi. Ni mzuri kungoja basi mbele ya wakati sababu kuna wakati basi inafika mbele na kuna wakati inafika nyuma ya wakati. Kuna saa basi mbalimbali zinatumikisha kituo cha basi kimoja. Tuko natafuta basi namba 3 ya kwenda Grant Street. Ngoja basi isimame, wakati mlango inafungua, ingia. Wakati unaingia kwa basi, inapasha unascan kadi ya basi. Nayara ndiye huyu anaingia na atuonyesha gisi ya kugonga pasi kwenye sanduku ya malipo. Usisahau, unaweza tumikisha app ama programu pia. Hivi ndio screen yako inafanana ambayo unahitaji kuscan. Angalia gisi Nayara anascan simu yake kwa sanduku ya malipo. Na unaweza weka $2 kama hauna kadi ya basi. Unapasha weka pesa kwa hiyo tundu juu mashini itumike mzuri. Unapoingia kwa basi, angalia kiti kenye iko wazi. Hivyo viti hapo mbele ni vya walemavu. Viti vimejengwa kunyanguka ili kiti cha walemavu ienee hapo. Chini ya hivyo viti kuko buton ili walemavu wakiponda
basi itasimamishwa. Samahani, acheni hivyo viti wazi juu ya walemavu. Na kama unakaa hapo, mlemavu akiingia, samahani, simama. Na kama basi inajaa, simama. Ni heshima kuacha vile viti wazi juu ya wazee na wenye mimba. Wakati unapata kiti yenye iko wazi, ikala na ufurahishwe na safari. Lakini kuwa makini kwa simu yako. Kwa kituo cha basi unavuka jujue kustop gani ndio utashuki yako. Kuwa sure kama vitu vyako biko karibu yako. Unaweza toa vitu vyako kwa kiti juu ya kuachia mtu mwingine fasi ya kuikala. Kumbuka, mstari ya blue ni barabara unachukua, na kwa ile mstari ya blue, kila pointi ya mweupe inamaanisha kituo cha basi. Wakati uko kwa basi, jikaze uwe makini na simu yako. Jinsi uko naenda, unajua fasi, na ndo gisi utajua alama za barabara. Stop yako ya mwisho inaishia kwenye mstari ya blue inaishia. Ni mstari munene ya mweupe. Sasa unapokaribia kufika, kuwa tayari kutoka kwa basi. Basi haisimamaki kwa kila kituo cha basi. Basi itasimama kama kuko mtu anasimama kwa kituo cha basi. Ama kama mtu kwa basi anapana signal ama sinyale kwa dereva kama anataka toka, watakokota kamba ya yellow juu ya dirisha. Fuatilia njia mzuri sana. Kama stop yako ama fasi yako ya kushuka inakuya, kokota hiyo kamba ya yellow. Ukisha ikokota, itatoa sauti yenye itajulisha dereva kusimama kwa kituo cha basi ijayo. Jikaze, ukokote kama mbele ya wakati, juu dereva apate muda ya kupunguza mwendo ama kupunguza speed. Sasa umefika kwa kituo cha basi. Inaomba unatoka kwa basi. Mbele utoke kwa basi, angalia usisahau kitu kwa kiti ndani ya basi. Kwa basi za NFTA, tunaingilia kwa mlango ya mbele na tunatoka kwa mlango ya nyuma. Ukifika kwa mlango ya nyuma, weka mikono kwa mlango na itafunguka. Kwa mlango, kuna stickers za kukuonyesha kwa kuweka mikono. Sasa, tembea hadi mahali unaenda. Endelea kufuata mapu kwa simu yako hadi unafika kwa department ya social service kama vile tulifanya kumwanzo. Fuatilia point za blue mpaka ukifika. Kwa hii safari, hatukuhitaji zaidi ya basi moja. Inadependi na barabara umechagua, labda inaweza kuchukua zaidi ya basi moja juu ufike kwenye uko naenda. Kwa kurudia nyumbani, geuza mwelekezo kwa kuume ya skrini. Ukiponda kwa ile flash mbili, unaweza panga safari ya kurudi. Na unaweza chagua saa fulani kama unataka panga safari mbele ya wakati. Kwa kurudi, tutasafiri kutokea kituo cha afya ya jamii ya Jericho, 124 Barton Street mpaka department ya social service kwa 158 Pearl Street. Kwa sababu utasafiri kurudia kwenye ulitoka, basi itakuchukua kwa ile ngambo ingine ya barabara kwa ngambo tofauti ulifikia. Buffalo iko na treni yenye inapita Main Street kuanzia University ya Buffalo, campus ya Seed mpaka Waterfront downtown. University ya Buffalo, campus ya Seed ni stasio centrali ya mabisi nyingi. Treni inasaidia sana gisi inafika kila 20 minute kusiku za wiki. Tumikisha kadi yako ya basi kuingia kwa treni. Kwa kukamata treni,
Unaweza ingia kwa kituo yoyote ya treni, lakini kuwa makini kwa kuchagua direksio yenye inafaa. Kama uko na safiri mbali na downtown, chukua treni ya outbound. Kama uko na safiri kuelekea downtown, chukua treni ya inbound. Unapofika kwa direksio yako ya treni, toka mutreni na vile uko unatembea kuendea fasi ya kutoka mutreni, utaona kwa kugunja. Kwa ngambo ya kuume ya kugunja kuko skana kama ya basi. Kwa kutoka kwa kituo cha treni, unaweza skani kadi ya basi hapa. Na unaweza uza tiketi ya treni kwa duka yenye iko kwa kituo cha treni. Ni ya maana kujua kenye kinaendeka karibu yako na uko natumikisha basi. Utakuwa karibu ya magari mingi na jamu, ina maana kubaki salama na makini. Kuweni makini wakati ya kuvuka barabara, magari labda hazikukuona hata kama uko na droa. Vuka barabara kwa kufikia kwa barabara ya miguu na kuweni makini na matala ya barabara. Hata kama uko kwa basi, kuweni makini sababu kwa basi kuna watu wenye hawajulikani. Jikaze kuwa na makini na vitu vyako venye viko kwa gari. Pia ukuwe na piga licho kwa simu yako limoya. Basi zinatembea mwaka mzima hapa Buffalo. Klima inashanjaka, inadepende na season. Jikaze kuvaa mavazi ya kifukutu, koti, kofia, maga, mabote wakati unatembea kwa kituo cha basi. Vaa manguo nyepesi kwa sama kwa sababu joto ni mingi. Leta parapluie kama inanyesha ama beba tu moya kama inanyesha na uko unarudia nyumbani. Kama uko na watoto chini ya miaka 10, banaweza ingia kwa basi bure kama viko na mtu mzima ama adult. Watoto 3 tu ndio wataitikiwa chini ya miaka 10 kama viko na adult kuingia kwa basi na wataingia bure. Fundisheni watoto wenu gisi ya kutumia basi. Asante sana kwa kufuata hii video. Tunaamini hii video imewasaidia kujua gisi ya kutumia basi mui mji ya Buffalo. Usisahau kama unaweza pata, unaweza angalia www.nfta.com kwa mingi zaidi, kwa habari nyingi zaidi.